lakini 97 ya shule zinazopata chakula shuleni, lakini kwa idadi ya wanafunzi tu kwa 76%. Maagizo na maelekezo ya serikali bado yako pale pale. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, tushirikiane na maafisa elimu, tushirikiane na maafisa elimu ngazi ya kata, tushirikiane na waheshimiwa madiwani na wabunge kuhamasisha wananchi wetu waweze kuelewa umuhimu wa chakula kwa mwanafunzi. Lakini pia msimamo wa serikali haujabadilika kwamba ni sera ya serikali wanafunzi kupata chakula mashuleni. Kwa hiyo tukiona wilaya haifanyi vizuri katika aspect hii, maana yake ni leadership ya wilaya hiyo haijaamua kutekeleza kikamilifu maagizo ya serikali. Kazi ya mkoa ni kuratibu, kazi ya wilaya ni kutekeleza. Ukiona wilaya hazitekelezi, sisi kazi yetu ni kuangalia, kukusanya takwimu na kuzipeleka katika mamlaka za juu. Lakini kabla hatujafanya hivyo, wajibu wetu ni kuwaita na kuwaeleza. Kwa hiyo kupitia kikao hiki tunaendelea kutoa wito kwa viongozi wa wilaya zote kuhakikisha kwamba kampeni ya chakula kwenye shule zetu inakuwa endelevu, lakini inakuwa shirikishi. Sio swala la mkuu wa wilaya peke yake, sio swala la afisa elimu na afisa lishe peke yake, bali na viongozi wengine wa kisiasa na wa kiserikali wahusike kikamilifu. Tunafanya mikutano ngazi ya vijiji, tunawahamasisha maafisa tarafa kwenda na wenyewe kusimamia ajenda hii. Watendaji wa kata kwenye vikao vyao wanayo ajenda ya lishe. Kwa hiyo wito wangu kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya kuendelea kusimamia kikamilifu maelekezo hayo ya serikali. Sanjari na hilo, ninatoa pongezi kwa halmashauri zile ambazo zimetoa fedha, kwa sababu indiketa kubwa pamoja na nyingine ni fedha. Sasa halmashauri ya Sengerema imetoa fedha kwa 116%, ninawapongeza. Jiji la Mwanza limetoa kwa 108%, ninawapongeza. Ndugu zetu wa Kwimba 105%, ninawapongeza. Magu 105% na Ukerewe Kisiwani 105%, ninawapongeza viongozi wa wilaya hizi. Kwa ujumla mkoa sasa kwa utoaji wa fedha tumefika 102%. Sasa wenzetu wa Ilemela ambao hadi sasa wametoa kwa 97%. Sasa hayo mambo mengine yanayosemwa hapa sina hakika nayo. Ninachokusudia kusema ni kwamba tumebakiza mwezi mmoja, katibu tawala akae na afisa lishe wa mkoa, awaite wakurugenzi wa haya maeneo, akae nao ndani ya mwezi mmoja, halmashauri hizi zote tuwe tumeshafikia 100% na zaidi kama halmashauri nyingine. Kwa hiyo Ilemela mlioko 97 mnayo kazi ya kufanya kufikia 100% na zaidi. Buchosa ambao mko 93%, angalizo tukipinduka mwaka alafu nyie hamjatekeleza, kwa kweli hatutakuwa na mjadala katika hili, tutakuwa wakali kabisa katika hili na nyie mnafahamu. Lakini pia Misungwi ambao wako 91%, nao pia nawataka kuzingatia hilo. Katika swala la usafi wa mazingira, kwanza niendelee kuwapongeza wenzetu wa Sengerema kwa kupata fedha zaidi ya bilioni 3. Sasa hii the more you perform the more you get money. Sasa angalia halmashauri kama ya Kwimba ambayo haina vyoo, haina yenyewe, inapata milioni 600, lakini wangeweza kusimamia vigezo hivi, wangeweza kupata fedha nyingi zaidi ambazo zingeleta mageuzi makubwa zaidi kwa kule Kwimba. Fedha hizi za bure kabisa. Katika mkoa tumepata fedha bilioni 14.1, lakini wako wenzetu kama Sengerema wanapata bilioni 3, halafu wilaya nyingine wanapata milioni 400. Unaweza ukaona kwamba hapa hatukuwa na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba fursa ya kupatikana kwa hizi fedha zinavutwa katika wilaya zetu. Wataalamu na watendaji, swala hili si swala lenu, ni swala la jamii yenu.
ni swala la mwenyekiti wa halmashauri, swala la mbunge alielewe swala hili ili mshirikiane naye katika kampeni ya kuhakikisha kwamba indicators zile tunazimiti na tunapata fedha. Tunaporudi mwaka huu, mradi unapokuja awamu ya pili, badala ya takwimu kwamba Kwimba mmepata milioni 600, mje mtuambie hapa mmepata bilioni 6. Kama Sengerema walipata bilioni 3, wameshajifunza vya kutosha, wafanye kampeni kubwa, waje hapa na bilioni 8. Kwa hiyo ni namna gani mnatengeneza mpango kazi wa kusimamia zile indicators ili fedha hizi ambazo ni fedha za bure kabisa, ni uwajibikaji tu hapa. Kwa hiyo wito wangu, viwango hivi vya fedha kwa kila wilaya katika mradi mpya, kila wilaya iweze kuondoka kwenye status ya sasa na kwenda juu zaidi. Viwango vya vyoo bora vimeongezeka katika mkoa wetu toka programu hii imeanza kutumika 2018. Before 2018 vyoo bora vilikuwa 48% katika mkoa wetu. 2026 tunazungumzia vyoo bora sasa tumeshafika 77%, kwamba wananchi wetu wa mkoa wa Mwanza wanatumia vyoo bora. Lakini kaya zisizo na vyoo bora, wilaya ya Misungwi ina 4.54% ya kaya zisizo na vyoo bora, lakini wilaya ya Kwimba ina 1.25%. Sasa tulitegemea Kwimba pengine ndio wangekuwa na 4% kwa sababu ya mazingira ya wilaya yenyewe, lakini wilaya kama Misungwi bado ni wilaya ambayo ni pua na mdomo na jijini. Tunategemea ustaarabu huo umeongezeka, matumizi ya vyoo yawe makubwa ukilinganisha hata na Kwimba, lakini Misungwi 4% hawana vyoo, Kwimba 1.25%, Sengerema 1.7%, Ukerewe ambao tulitegemea pengine ni mazingira ya visiwa zaidi, pengine watu wanajisaidia huko kwenye maziwa, lakini wao wana hali nzuri kwa sababu ni 0.63% tu ya wananchi wake hawana vyoo. Kwa hiyo tunawapongeza sana Ukerewe, pamoja na mazingira magumu, lakini elimu kuhusiana na matumizi ya vyoo bora Ukerewe inaeleweka. Na hata kuripoti kwa wanafunzi, mwaka jana tulipokwenda kutembelea wilaya ya Ukerewe walifanya vizuri sana kwa kuripoti wanafunzi darasa la kwanza, lakini pia kuripoti wanafunzi kwa upande wa sekondari. Kwa hiyo watu wa Ukerewe tunawapongezeni, viongozi wote. Buchosa wao wana 0.57%, sio idadi kubwa, lakini lazima tufute hii takwimu. Magu 0.36% ya wananchi wake hawana vyoo, sio takwimu mbaya kwa sababu ni 0.36%, lakini Mwanza hapa mjini ni 0.03%. Maana yake iko idadi kidogo ya watu bado wanajisaidia ziwani badala ya kuwa na vyoo. Ilemela 0.02%, ni idadi ndogo, bado wanajisaidia kwenye ziwa badala ya kuwa na vyoo. Kwa hiyo wito wangu kwa viongozi wote, tuwe na kampeni maalum kubwa kabisa ya ujenzi wa vyoo, lakini matumizi pia sahihi ya vyoo. Maana tunaweza kujenga vyoo lakini tusiwe na matumizi sahihi ya vyoo. Kwa hiyo malengo ya serikali ifikapo 2030, 85% ya wananchi wake hususan katika mkoa wa Mwanza wawe na matumizi sahihi na vyoo vilivyo bora. Ndio maana tumeletewa hii project. Kwa hiyo sisi viongozi tunao uwezo wa kuanzisha kampeni, tunao uwezo wa kutengeneza content zinazohusiana na masuala hayo, tukawaibua vijana wakahamasisha kwenye mitandao huko ya Kwimba, ya Misungwi. Sasa hivi matumizi ya simu janja ni makubwa. Kampeni hizi na maelezo haya ninayoyasema yasiishie kwenye chumba hiki kidogo, tuyapeleke kule kwenye mabaraza ya madiwani, tuyapeleke kwenye mikutano ya wananchi, tupeleke mikutano yote. Tunao uwezo wa kuagiza mikutano ya vijiji yote ikaitwa, kila afisa tarafa aende asimamie
kwenye vijiji vyake, aite mikutano ya vijiji. Ajenda ni hii, tufanye ukaguzi na viongozi tutembelee kwenye hayo maeneo. Wale wanaofanya vizuri tuwape moyo, wale ambao hawafanyi vizuri tuendelee kuwahamasisha. Lakini pia sheria zipo za watu za usafi na usimamizi wa mazingira. Hapa Mwanza tunazunguka, tunaona mitaro imeziba, tuko katikati ya jiji, uchafu umekithiri. Sasa unajiuliza afisa mazingira yuko wapi? Lakini pia jiji kama hili ni jiji la utalii, hivi mrundikano wa taka kila mahala, watu wanatupa chupa. Juzi tumeona magari ya shule yamebeba wanafunzi, wale wanafunzi wanakunywa maji, halafu wanafungua dirisha wanatupa chupa. Mimi nimesimama nasema mwenye hii shule kwanza akapigwe faini, kwa sababu yeye ndiyo changamoto namba moja. Dereva wa ile gari pia achukuliwe akapigwe faini. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.